Funga kitabu chako kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto, ile sura ya kwanza mstari ule wa 7. Mstari wa 7. Twende. Kwa hiyo anasema hata hamkupungukiwa na karama yoyote. Hata hamkupungukiwa na karama yoyote. Rudia tena hapo. Sasa tunakwenda kutizama the flow of the Holy Ghost, mtembeo wa Roho jinsi ulivyo. Namna gani tunaweza tukatembea katika mtembeo wa Roho? Kwa hiyo tunaweza kujifunza kwenye hicho kipengele cha mtembeo wa Roho. Lakini nataka tuanzie hapa Paulo anavyoelezea, anavyozungumza na Wakorinto, anaambia kwamba hata mkupungukiwa na karama yoyote. Maanake ndani mwao hawakuwa na upungufu wa karama yoyote. Haleluya, haleluya. Sasa ukitizama utagundua ni kanisa ambalo lilikuwa lina changamoto nyingi ndani yake, lakini bado Paulo anawaambia kwamba haukupungukiwa na karama yoyote wao. Haleluya. Kwa sababu kuna namna ambavyo muamini akipitia baadhi ya changamoto au akiwa na baadhi ya vipengele wanaita vipengele akiwa na baadhi ya vipengele anahisi kwamba ana upungufu. Haleluya, haleluya. Hasa hapo tunajua kugundua sasa ile dhana ya eternal salvation inafanyaje kazi pamoja na vipengele vyako bado una uzima wa milele. Sasa Paulo anawaambia kwamba hata mkupungukiwa na karama yoyote. Ukiangalia chini hapo unaanza kuelezea changamoto ambazo zilikuwepo. Walikuwa na unafiki ndani mwao. Unajua mtu mnafiki? Ndio mseme hamjui. Nione mdanganya kanisani. Kwa hiyo walikuwa na changamoto, lakini bado anaambia hamkupungukiwa na karama yoyote. Maanake ni kwamba nini? Karama ndani ya muamini tangu ameamini anazo karama za Roho au ana karama za Roho ndani yake. Achana swala la utendaji wa zile karama. Tunazungumzia swala la kuwepo na karama za Roho ndani mwake. Ni kwamba muamini tangu ameamini anazo karama za Roho ndani mwake. Sema ninazo karama za Roho. Sema tena ninazo karama za Roho. Kwa hiyo kinachobaki ni kwamba utendaji wa zile karama ndio unaweza kuwa ni changamoto. Haleluya. Na tutaangalia kwa sababu vitu ambavyo vinaweza vikafanya mtu akashindwa kuoperate kwenye karama za Roho. Tutatizama vitu baadhi ya vitu. Lakini una karama za Roho zipo ndani ya kila muamini. Yaani tangu umeamini karama za Roho zipo ndani. Kwa sababu gani? Ile umeamini manake umepokea Roho wa Mungu ndani yako. Si ndio? Ile kitendo cha kuamini kitendo ndicho Roho wa Mungu kukaa ndani yako au kukaa ndani yako au kukaa ndani yake. Kwa hiyo kile kitendo kinaitwa ni karama za Roho kuwa ndani yako. Kwa hiyo karama za Roho ni package ambayo muamini anayo ndani mwake siku alipoamini amezipokea. Kitu kinachobaki ni kwamba utendaji wa Roho sasa, yale madhihirisho ya utendaji ile wa Roho, yanaweza zikawa ni changamoto kwa mtu. Asione ya kwamba kuna utendaji wa hizi karama, akahisi kwamba hana zile karama, lakini anazo karama za Roho. Na karama za Roho kwa namna hiyo, maana karama za Roho haziondoki mara yoyote au haziondoki kwa namna yoyote ndani ya muamini. Anazo tangu ameamini. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni yeye akikataa kuzitumia, manake zitabaki vile vile tu, zitakuwa tu dormant, lakini haimaanishi kwamba hana. Haleluya. Sasa angalia, Paulo anazungumza na Wakorinto ya kwamba hamkupungukiwa na karama yoyote. Hamkupungukiwa na karama yoyote. Maana hata pale walipokuwa wanadhani kwamba wana upungufu wa karama za Roho, anaambia kwamba hamkupungukiwa na karama yoyote. Kwa hiyo sura 12 unajua kuangalia na ambavyo wale ndugu walikuwa tayari wanaofahamu ndani mwao jinsi ambavyo miungu ina operate, jinsi ambavyo miungu inafanya kazi. Kwa hiyo wakataka kuleta namna ile ile kwenye kanisa. Ufahamu ule wako nao kwenye kanisa. Haleluya. Sasa tazama tena mstari wa 7 hapo. Kwa hiyo Paulo anazungumza kwamba hamkupungukiwa na karama yoyote. Hawakuwa behind, hawakuachwa na zile karama, walikuwa nazo. Neno pale zile karama, neno pale karama ni lile neno charisma. Gift. Charisma, gift. Haleluya. Angalia sasa, ngoja, nenda kwa sura 12 pale, afu tarudi hapo. Nenda sura 12 mstari wa 4. Ili uone kitu. Sura 12 mstari wa 4. Umefika? Tena 1 2 3.
Ehe. Mm. Kwa inaonyesha kwamba zile huko anapoambia kwamba hamkupungiwa na karama yoyote, hii sura kwa mbili nimekuonyesha lione kwamba anazungumza kwamba kitu kile kile kimoja ambacho wote mnacho ndicho ambacho kina operate kwenye zile karama, kwa sababu huku na mambo operation ya zile karama hizi zinavyofanyika huko mwanzoni wa sura ya kwanza mstari wa 7 na mambo anaonyesha kwamba hamkupungiwa na zile karama, lakini utendaji wa zile karama ni kwa kitu kile kile kimoja, si ndio? Anazungumza kwamba roho mmoja, Bwana mmoja. Kwa hiyo anazungumzia kwamba utendaji wa zile karama unahusishana na kitu kile kile kimoja. Maana ni kwamba wakati ambapo wanahisi kwamba kuna upungufu wa karama, hawakuwa wapungukiwa na karama yoyote, kwa sababu utendaji wa zile karama unategemea kitu kile kile kimoja. Haleluya, haleluya. Maana ile uone kwamba unapungukiwa wa zile karama, at least pangua pana, ili uoperate kwenye hii karama inabidi uwe na kitu hichi, ili uoperate kwenye hii karama inabidi uwe na kitu hichi, ili uoperate kwenye hii inabidi uwe na kitu hichi, lakini anawaambia kwamba vitu vyote hivyo vinahusisha kitu hichi kimoja. Haleluya. Maana ni kwamba anathibitisha kwamba kweli walikuwa hawana upungufu wa karama yoyote ndani mwao. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Sasa tizama, angalia sura ya 8. Nenda kwenye sura ya 8. Nenda kwenye sura ya 8. Nenda kwenye sura ya 8. Utaona anaanza kuelezea na walikuwa wanatoa zile. Umefika sura ya 8 mstari wa kwanza? Hebu tena 1 2 3. Vitu ambavyo vimetolewa sadaka kwa nini? Kwa sanamu. Kwa ni kitu ambacho anakielezea kwenye sura pia ya 10 vile vile. Unaona sura yote ya 8 ameelezea habari ya vitu ambavyo vinatolewa kwa sanamu. Ametumia sura yote ya 8. Alafu kwenye sura ya 10 ametumia nusu ya sura yote ya 10, nusu yake ameelezea the same thing, kitu kile kile, kwamba vitu ambavyo vimetolewa kwa ajili ya vimetolewa kwa sanamu au sadaka ambazo zimetolewa kwa sanamu. Unaona? Okay, tuseme tu mistari miwili hapo mitatu. Tende mstari wa kwanza. Mbona siwasikii? Tende mstari wa 6. Mstari wa 7, bali ujuzi huu, maanake ulikuwa ni ujuzi, si ndio? Ya kwamba vitu vyote vimetoka kwa nani? Kwa Baba, si ndio? Ujuzi huu haumo ndani ya nani? Ya watu wote, Kwa anasema kwa kuwa wengine hawana ujuzi wa kila vile vitu ambavyo kwa sanamu, wanachukulia kama wanakwenda kupata madhara, si ndio? Haleluya, haleluya. Kwa anazungumza kwamba ni swala la ujuzi, ni swala la ujuzi ya kwamba ni kila kitu. Kwa mfano sadaka, nyama ilichinjwa kwenye kule umetoka kichumini nyama ilichinjwa kwenye nini tusemeje, au kafara imetolewa, si ndio, ya mnyama. Ikisema kafara sinaeleweka, ningeweza kutumia neno hilo, neno ambalo ni msamiati au neno limeeleweka. Imetolewa kwa miungu, wamechinja mnyama kwa ajili ya matambiko, alafu sasa wewe muamini uko pale umeshakula nini? Wewe muamini uko pale anasema kwamba inapaswa uwe na ujuzi ya kwamba kila kitu kimetoka kwa nani? Kwa Baba. Swala la kujiuliza, kama muamini utakula au hautakula, au utaona utapata madhara kwenye kile chakula ambacho utakula. Nyama imechomwa supu imepigwa pale utakula au hautakula? Unasema mimi nimeokoka, kwa kweli hii siwezi kugusa. Haleluya, haleluya. Utakula tutakula utakula, auogopi madhara? Sasa angalia mstari wa 7 anavyosema.
Tena 1:3 mstari wa 7 anasemaje? Ehe. 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 Kwa hiyo kwa sababu wamezoelea, ni kwa issue tu ya kuzoelea. Sasa unaona sura hiyo ni sura 8, lakini sura ya 10 karibia nusu ya sura ya 10 pia ameelezea kitu kile kile kwa habari ya vitu ambavyo vimetolewa kwa sanamu na hapo muamini anahusiana navyo. Okay. Lakini the point haiko hapo. Sasa angalia, ukitoka hapo kurudi sura ya 6, utaona anaelezea sexual sin kwa habari ya dhambi ya nini? Ya uzinzi na uasherati. Au tunakuonyesha uone namna hiyo contrast ilivyokuwepo. Kwa hiyo sura ya 8, okay. Ukirudi tena sura ya 7 anaelezea kwa habari ya ndoa, si ndio? Kwa habari ya ndoa. Isipokuwa kwa habari ya zinaa mtu aoe na vitu kama hivyo. Sura ya 6 ameelezea kwa habari ya uzinzi na uasherati, si ndio? Sura ya 8 anaelezea masuala ya miungu. Sura ya 10 anaelezea the same thing. Alafu tena huja sasa sura ya 11 anaelezea changamoto iliyokuwa ya nini? Ya mwenendo wa upendo. Sababu ilikuwa changamoto ya mwenendo wa upendo. Na wanafuata kusanyiko la watakatifu ili waonekane ni bora kuliko wengine. Ili waonekane kwamba ni watu wenye utoshelevu wa vitu fulani kuliko watu wengine. Haleluya. Sababu ilikuwa uwezo kaenda kwenye kusanyiko la watakatifu, wenzako wako namna hii alafu wewe uko namna hii. Okay. Lakini ilikuwa ni changamoto ya mwenendo wa upendo. Haleluya. Kwa hiyo unaona walikuwa hamtangulizi mwenzake, anajiona kwanza yeye. Haleluya. Kwa hiyo changamoto. Kwa hiyo unaona contrast kwenye sura ya 6, sura ya 7, sura ya 8, sura ya 10 mpaka sura ya 11. Anaelezea mambo ambayo yalikuwa yanapatikana katika miongoni mwa Wakorintho wenyewe. Haleluya. Haleluya. Hatuna muda tuingeza kuyachambua na kuyatizama, lakini nimekuonyesha hivyo kwa najua tumesoma kwa tunajua bado jinsi ilivyokuepo. Kwa hiyo na mambo yote hayo yapo humo ndani, lakini sura ya kwanza mstari wa 7 anasema bado hawajapungukiwa na karama nini? Yoyote. Watu ambao ndani mwao alikuwa ana address issue ya dhambi ya uzinzi na uasherati. Lakini anaambia kwamba hawajapungukiwa na karama nini? Yoyote. Watu ambao ndani mwao walikuwa bado wana ile mentality ya zamani ya miungu. Walikuwa wanaenenda katika namna ya zamani ya miungu. Kwa sababu hata sura 12 wanataka kuoperate karama katika namna ambavyo miungu ilikuwa inafanya kazi. Kwa hiyo anazungumza katika namna yote hiyo, bado wanasema hawakupungukiwa na karama yoyote. Haleluya. Haleluya. Kwa nini nianze hapo ili uone ya kwamba karama za Roho ndani ya muamini ni kitu ambacho hakiondoki, ni kitu ambacho hakidhuriki, ni kitu ambacho hakiondolewi na namna yoyote ile. Haimaanishi sasa ndio uwe na mwenendo mbaya. Hii I legalize ya kwamba ndio uwe na mwenendo mbaya. Inakuonyesha kwamba uwe na ufahamu ya kwamba haupungukiwi na karama yoyote. Haleluya. Haleluya. Sema sijapungukiwa na karama yoyote. Sema tena sijapungukiwa na karama yoyote. Sasa twende sura ya 11 pale. Sura ya 11. Hasa sura ya 11 pale unaona sasa anaambia kwamba sasa hivi mnakusanyika katika namna hii. Then anaingia sasa kwenye sura ya 12. Sura ya 12. Tena sura ya 12 kwanza. Angalia sura ya 12 sasa. Ule mstari wa kwanza. Basi ndugu, maana ndio basi ndugu, kwa Kiingereza ametumia now, si ndio? Tafsiri nyingine Kiingereza ametumia neno gani hapo la kwanza? Now, tafsiri nyingine naona ametumia neno now. Maana yake sasa anaweza kwamba baada ya kuzungumza haya mambo yote, anasema basi ndugu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anafanya hitimisho ya yale yote ambayo amekwisha kuyazungumza. Kwa hiyo unaweza kugundua yote, focus ya Paul ilikuwa sio kuonyesha mambo yote haya. Focus ya Paul utagundua kwenye waraka wa Korinto ilikuwa ni sura ya 12 na sura ya 14. Ndio focus ya Paul kwenye waraka wa Korinto. Haya yote unaona anazungumza, alikuwa anazungumza kuwaonyesha namna walivyo. Then unakuja kuona kwamba kwenye sura ya 12 anasema sasa basi ndugu, kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose nini? Mkose ufahamu. Haleluya. Then sura ya 12 anaelezea sura ya 13 pale sijazungumza sababu sura ya 13 ina connect na sura ya 14 ni kitu kile kile. Na ambavyo karama za Roho zinahudumiwa katika namna ya upendo. Lakini sasa unaona focus yake kubwa ilikuwa ni kwa habari ya mtembeo wa Roho katikati yao. Sura ya 12 na sura ya 14. Kwa hiyo focus ya Paul kwenye kuandika kitabu ndio maana kwa nini? Unaona sura ya kwanza tu anavyoanza anaonyesha kwamba mjapungukiwa na karama yoyote. Haleluya.
Alafu kutoka hapo uone akielezea zile karama, uone akielezea namna yote, anaanza kuaddress hizi contrasts zilizokuwepo katikati yao. Then sura ya 12 anaanza anarejea kwenye ile point ya kwanza ambayo alikuwa ameanza nayo sura ya kwanza. Tunaelewana? Tunaelewana? Ikionyesha picha gani? Kwamba kama sura ya kwanza alianza kuonyesha kwamba hamjapungukiwa na karama yoyote, alafu anza kuonyesha changamoto zilizopo katikati yao, then kwenye sura ya 12 ndo anaanza na basi ndugu, ikimaanisha kwamba alichokuwa anakilenga sasa ukizungumza kwenye sura ya kwanza ndo anaendelea sasa hivi kukielezea. Kwa focus yake ilikopo ni kwa habari ya karama za Roho. Haleluya, haleluya. Hapa katikati alikuwa anawaonyesha wasijione kwamba wamepungukiwa nazo, wasijione kwamba mtembeo kwa sababu haupo katikati yao, kwa hiyo hawana hizo karama. Kwa focus ya Paulo ilikopo ni sura ya 12 na 14 ili kuonyesha watakatifu namna ambavyo karama zinatenda kazi katikati yao. Haleluya, 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 haleluya. Ndio maana usipoelewa sura ya 12 na 14 kitabu cha Wakorintho kinakuwa ni fumbo. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa hizi karama ambazo anaanza kuzielezea sura ya 12 ndio zinaitwa sasa charismatic gifts. Sema charismatic gifts. Ndio karama sasa za Roho hizo anaanza kuzielezea. Haleluya. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Okay. Kwa sasa utaona lengo la Paulo kuelezea hayo mambo yote haya, kujumuisha na zile changamoto zilizokuwa nazo, ni kwa ajili ya jambo moja, to keep the flow, kwa ajili ya kutunza ule mtembeo wa Roho. Haleluya. Ilikuwa ni kwa ajili ya kutunza ule mtembeo wa Roho, ni kwamba watunze namna yao ya kutembea kwa Roho, watunze ule mtembeo wa Roho katikati yao. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yanakuelea eh? Yanakuelea eh? Yanakuelea, yanakuelea kweli? Yeah. Vizuri. Mimi yasipokuelewa mimi waga naendelea katika kitu ambacho Mungu amenipa ni uvumilivu, na uvumilivu wa Mungu ni wokovu, si ndio? Haleluya. Uvumilivu wa Mungu nini? Ni wokovu. Kwa hiyo ninajua kwamba amekuelewa hajakuelewa. Haleluya. Kwa hiyo tunaweza tukaelezea tu hichi kitu kimoja hichi hata masaa 8. Kwa nasema kuandikia mambo yale ya kufanyaje hakunichoshi, si ndio? Bali kwa wafaa sana ninyi, si ndio maana yake? Kwanza kuelewa kitu kimoja kimoja mpaka kikuelewe. Ni bora kuzungumza vitu vichache vikaeleweka kuliko vitu vingi, si ndio? Si ndio dada? Yeah. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ndo namna hiyo. Kwa hiyo na pia nisipoona furaha, maana najua bado mambo ni magumu. Haleluya. Tunaenda taratibu hivi ili tuweze ingikopo, tuna darasa la yale watu ni wale. Sasa hivi ngoja, sasa hivi tuko na niliu. Lakini kwa sababu tumechanganyikana, kwa hiyo tunaenda mbele na kurudi nyuma. Haya mambo tulikuwa tumekaa nayo muda mrefu kipindi kilichopita. Mwingine anakuwa kama marudio, anasema bana, hichi tume discuss kipindi kila. Vumilia pamoja nami. Haleluya. Ndio wokovu huo. Mama shanza kwa mazito mtumishi. Haleluya. Okay, tuendelee sasa. Kwa hiyo sasa lengo la Paulo kuandika haya tumesema ni to keep nini? To keep the flow. Watu waweze kutunza ule mtembeo wa Roho katikati ya makusanyiko. Sababu hizi karama au tembeo wa Roho katikati ya makusanyiko ni kitu ambacho kinapaswa kuwepo katika kila kusanyiko ambalo tunakopo nalo. Kila kusanyiko ambalo tunakopo nalo tunakuwa tunafaidiana mambo ya Roho. Haleluya. 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 Tuko pamoja? To keep the flow. Na tunasema kwamba focus ambayo tunayo kwa jiji ambacho tunakwenda kudiscuss hichi ni kwa ajili ya namna ya kuflow, si ndio? Namna ya kuflow kwenye karama za Roho ndio focus yetu. Kwa hiyo kipindi hichi tutajifunza kwamba karama ya nini? Karama ya semi zinafanyaje? Hiyo hatu discuss kipindi hichi. Tunafanya namna ya kuflow sasa. Haleluya. Haleluya. Sababu utagundua kwenye namna ya kuflow kuna watu wanajua na karama moja tu. Anajua namna moja tu. Kuflow. Si mnajua anajua ni hivi? Ni nini? Kunena kwa lugha.
ni kunena kwa lugha, ndio inajulikana moja tu, lakini ziko 9. Haleluya. Maana ni kwamba hapo huyo mtu haja keep nini? The flow. Haleluya. Yaani kuna vitu anaviminya. Unajua ni kama vile una uwezo wa kusupply alafu unafanyaje? Unazuia. Haleluya. Haleluya. Lakini sema kampu hii nita keep the flow. Nitakuwa na urahisi katika utendaji, si ndio? Sema nitakuwa na urahisi katika utendaji wa mambo ya roho. Sema tena, nitakuwa na urahisi katika utendaji wa mambo ya roho. Haleluya. Unajua unavyosema pia, unajua mimi kule kanisani kwangu nawaambiaga hivi. Miongoni mwa kitu ambacho kinafanya mimi kwa sasa hivi ni mchungaji. Nachunga kanisa. Okay. Nivi kwenye hii hapa sasa ni bonus. Namna ambavyo unapokea kwenye makusanyiko watakatifu, utagundua ni mtu ambaye anafaidika sana yule ambaye anatii instruction ndogo ndogo ambazo zinaonekana ni nyepesi sana. Unaelewa nyepesi mno. Tusimame, mtu amekaa. Kwa kitu ambacho utamiss. Yule ambaye amesimama, unaona instruction ndogo, si ndio? Tusimame. Mimi miguu inauma. Tusimame, miguu inauma. Ni instruction nyepesi, si ndio? Lakini utagundua ina umuhimu. Tunyanyue mikono juu. Yeye yuko hapa. Ni nyepesi, si ndio? Lakini ina umuhimu. Kwa utagundua namna ambavyo watu wanapokea kwenye makusanyiko watakatifu yote ile ni kwa zile instruction ndogo ndogo ambazo kiongozi anakupa. Hayo ndio mtu ananufaika nayo. Okay, tuendelee sasa hapa. Kwa maana yake to keep the flow. Maana yake tunajifunza namna gani ya kutembea katika karama za roho, namna gani ya kuhudumu karama za roho, namna gani ya kufaidia watakatifu, namna gani mimi nifaidike na watakatifu kwenye karama za roho. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hatutajifunza karama za roho zile tulikuwa tumejifunza kipindi kilichopita, lakini tutakuwa tunafanya tu brief, alafu tutakuwa tunasaidia. Na mimi wengi tupo huko, kwa hiyo tulikopo kipindi kilichopita. Kwa hiyo sasa hizi karama za roho zinahudumiwa na watakatifu, wewe na watakatifu wengine. Hasa kwa kitabu cha Wakorintho wa pili, Wakorintho wa kwanza sura 12 pale. Tuanzie pale sura ya kwanza. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza. Tena 1 2 3. Sitaki mkose kufanyaje? Kufahamu. Ukisoma tafsiri ya Kiingereza anakwambia kwa habari ya karama za roho, sitaki muwe wajinga. Ukisoma tafsiri ya Kiingereza moja kwa moja, anakuambia kwamba sitaki muwe wajinga kwa habari ya karama za roho. Akirejea kwenye maneno ya Kigiriki yaliyoumba ile sentensi, yanarejea kwamba ile kukosa ufahamu ni mimi kukubali ya kwamba sitaki kupata ufahamu. Kwa maana yake kwamba kwa habari ya karama za roho sipaswi mimi kusema kwamba sitaki ufahamu juu yazo. Yaani maana yake ni kwamba hapa ni sana mtu kusema kwamba sitaki ufahamu nazo, sitaki kuzifahamu au sitaki kufaidika nazo. Haleluya. Kwa ile kuwa wajinga pale ni ile deliberate ignorance. Ni ile yawe kukubaliana nayo kwamba mimi nimekubali kuwa mjinga kwa habari ya karama za roho. Lakini pia anazungumza kwamba kwa habari ya karama za roho sitaki mkose nini? Ufahamu. Sitaki mwe katika kundi la watu ambao wanasema kwamba hatupo tayari kuzifahamu au hatupo tayari kunufaika nazo. Kwa anazungumza kwamba muamini anapaswa kujua kwamba kwa habari ya karama za roho hapaswi kuwa na excuse nazo. Hapaswi kuwa kuona kwamba hizi ni specialist za watu fulani au hizi ni mahususi kwa ajili ya aina fulani ya watu. Anapaswa kujiweka katika hilo kundi kwamba mimi nina flow kwenye hizi karama. Haleluya. Sema sisi ndio watu ambao tuna flow kwenye karama za roho. Sema mimi ndiye ninaye flow kwenye karama za roho. Haleluya. Maana mwamini anapaswa kujiona hapo. Kwa sema kwa habari ya karama za roho sitaki mkose ufahamu. Maana jioneni ya kwamba mna flow kwenye hizo karama. Jioneni ya kwamba nyinyi mnanufaisha wengine na hizo karama. Jioneni ya kwamba na nyinyi mnanufaika na watu wengine kwenye hizo karama. Haleluya. 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 Kwa unaona sasa namna ambavyo pia ameelezea kwenye sura ya 8 ule mstari wa kwanza, rudi pale. Afu nikuonyeshe kitu. Rudi pale. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Hiyo ya Korintho. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Umefika pale? Sura 1 2 3.
Ehe. Ehe. Ujuzi huleta majivuno. Ehe. Bali upendo ufanyaje? Hujenga. Anasema ujuzi huleta majivuno, bali upendo ufanyaje? Love edifies. Upendo hujenga. Kwa hiyo kwenye sura ya 8 Paulo anaonyesha kwamba ujuzi huwa unaleta majivuno, bali upendo unafanyaje? Unajenga. Sasa hiyo ukienda kurejea kwenye sura ya 14, enda sura ya 14 pale. Ya sura ya 14. Nifika sura ya 14. Kwenye sura ya 14 utaona anaanza kuelezea kitu gani ambacho kina edifies. Angalia mstari wa kwanza, tena mstari wa kwanza. Tena mstari wa kwanza anasemaje? Ehe. Ufuateni upendo na kutaka sana karama za Roho. Kwenye sura ya 8 anasemaje? Upendo ufanyaje? Hujenga. Ujuzi huleta nini? Majivuno. Kwa hiyo sura inaonyesha kwamba upendo huo unajenga. Maanake mimi nikiwa na upendo, matokeo ya mwisho ya upendo ni kujenga. Haleluya. Kwa hiyo kwenye sura ya 14 anasema ufuateni upendo, maanake ni kwamba nini? Ni tamani kujenga. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu anasema love edifies, si ndio? Ujuzi huleta majivuno, lakini upendo huo unajenga. Sura ya 14 anasema sasa ufuateni upendo na kutaka sana karama za Roho. Maanake kwa nini nataka karama za Roho? Ili nifike katika hitimisho la kufanyaje? La kujenga. Sema kujenga. Kwa maanake kwa nini nahitaji ni hudumu katika karama za Roho? Ni kwa ajili ya kujenga, sio kwa ajili ya majivuno. Kwa sababu anasema ujuzi huleta nini? Majivuno, bali upendo hujenga. Anasema ufuateni sana upendo na kutaka sana karama za Roho. Haleluya. Haleluya. Kwa nini nataka nihudumu katika semi? Ni kwa sababu nataka nijenge. Kwa nini nataka nihudumu katika karama za nguvu? Ni kwa sababu nataka nijenge. Kwa nini nataka nihudumu katika karama za kuona? Ni kwa sababu nataka nijenge. Haleluya. Sio kwa ajili ya nini? Majivuno. Sema sio kwa ajili ya majivuno. Haleluya. Rudi tena mstari sura ya 4 mstari wa kwanza tena tusome pale. Iklik kwenye akili yako sio kasahau hiyo. Tena 1 2 3. Sura ya 8 mstari wa kwanza. Ehe. Wote kwa pamoja. Tena 1 2 3. Ehe. Ngoja kwanza. Mnasoma Biblia kweli hiyo? Mnasoma Biblia kweli? Haleluya. Neno la Mungu linasoma katika nini? Katika furaha. Sema katika furaha. Hiyo ni habari ya raha. Hey. Haleluya. Haleluya. Unafurahia neno la Mungu kweli? Ina mashaka sana upokeaji wao. Haleluya. Tena 1 2 3 twende kama watu ambao wanafurahia neno la Mungu. Tena 1 2 3 twende. Hivi ngoja kwanza, subiri kwanza. Unajua kuna wakati mwingine ukisoma Biblia au ngoja sema binafsi, usije nikaongelea wewe. Unasoma Biblia, alafu unajikuta unaanza na kusmile, si ndio? Wakati mwingine mpaka una jump unakupataga hiyo? Kweli? Unafanyaga hivyo? Sasa mbona sijaona hapa? Haleluya. Na unakuwa unapata au unakuwa influence na neno la Mungu. Ngoja nitakuonyesha muda sio mrefu. Nafikiri je, mtanitoa kwenye somo langu. Lakini neno la Mungu, yani katika kitu cha kwanza ambacho mtu analipokea neno la Mungu kwa urahisi ni katika kulifurahia neno la Mungu. Haleluya. Unajua kwa nini Daudi alisema kwamba nalifurahia waliponiambia na twende wapi? Matokeo yake ilikuwa yani matokeo ya maana okay, tumzile lugha kama hii. Alikuwa ana uchangamfu, ametulia hivi. Alafu akamwambia twende nyumbani kwa Mungu. Unajua alichokifanya? Alifurahi. Ile kufurahi pale, unajua alifanyaje? Okay, ngoja tuendelee hapo, nitakuonyesha. Yaani ninaona kama mtaka kunihamisha. Hayo maombi yashindwe. Lakini naamini mwishoni pale nitakuonyesha kama neno la Mungu. Okay.